Bwana mtazamaji, tambua sheria. Je, unafahamu kwamba kuna ushahidi wa kusikia ama hearsay? Tunapoongelea ushahidi wa kusikia tunamaanisha kwamba ni ushahidi ule ambao unatolewa na mtu mwingine mbadala yule ambaye alipaswa kutoa ushahidi huo. Mfano, tunapoongelea kwamba mtu alisikia, tunapoongelea kwa mfano kwamba nilisikia mtu akisema kitu fulani lakini kuwepo eneo la tukio, lakini ulisikia tu watu wakizungumzia mada fulani, kwa moja kwa moja inachukuliwa kama ushahidi wa kusikia. Lakini ushahidi wa kusikia haupewi nafasi kubwa kisheria, hasa ukiangalia katika sheria ya ushahidi ambao haitambui ushahidi wa kusikia, hasa katika kifungu cha 67. Kifungu cha 67 kimetoa mwongozo rasmi kwamba ushahidi wa kusikia inachukuliwa kwamba ni ule ushahidi ambao unapewa nguvu kutokana na, kama ulisikia ushahidi unapaswa utoe kwa njia ya kuongea, lakini pia kuna mbadala wake ama exception ya ushahidi wa kusikia, ambapo tutaongelea kwamba ushahidi wa kusikia utatolewa tu pale ambapo yule mtu alipaswa kutoa hayupo eneo la tukio, ama pia alifariki, kwa kwamba huwezi kumpata kwa kutoa ushahidi. Kwa moja kwa moja itapewa nguvu kisheria na itachukua nafasi. Na mimi nimejifunza vema. Asante.